shambani, mazao bora shambani. Aya twendeni shambani, wananchi tukalime. Mtazamaji wa TBC1, karibu katika kipindi cha Shambani. Shambani hii leo tunaangazia ufugaji wa sungura. Ni biashara ambayo inakuwa kwa kasi. Kumbuka kipindi cha Shambani tuko kukuelewesha kwa undani zaidi kuhusiana na kilimo biashara. Na leo hii ni biashara ya sungura. Karibu sana mtazamaji ujue kwa kina ufugaji huu ambao pia mwisho wa siku utachagua cha kufanya. Aidha kufuga sungura au kufanya kilimo kingine. Jina langu ni James Lerombo, usiondoke. Aya twendeni shambani, wananchi tukalime. Tusikae mitaani. Na leo mtazamaji tupo na mtaalamu wa kilimo na mifugo. Ni Philcon Malembo kutoka Malembo Farms. Bwana Philcon, habari za leo bwana? Salama, habari za wakati huu? Salama sana. Leo tunazungumzia ufugaji wa sungura. Yeah. Mtazamaji atataka kujua hasa ufugaji wa sungura unafanyikaje. Hebu tueleze kwa kifupi mchakato mzima wa ufugaji wa sungura. Okay, cha kwanza sisi kama wataalamu kutoka Malembo Farm tumekuwa tukielimisha au tukifundisha jamii kufuga sungura kibiashara. Sio kufuga tu sungura. Nakumbuka zamani palikuwa na ule utaratibu sungura inafugwa na watoto, wanafuga kwa hobi, kuna wengine wanafuga kwa ajili ya mapambo, yani urembo nyumbani. Lakini sisi sasa hivi tuna train watu au tunashauri watu wafuge sungura kibiashara. Kwa nini sungura kibiashara? Sungura ana uwezo wa kukupa mazao zaidi ya 4 na yote yana demand kibiashara, yani anaweza kukupa pesa. Kwa hiyo kuna jinsi ya kuwafuga sungura kibiashara. Lakini hapa nitaenda kuzungumzia jinsi ambavyo tunashauri sana kufuga sungura kibiashara. Lakini tunapofuga sungura hapa tumejikita kupata bidhaa moja kubwa sana ambayo ni mkojo. Kwa hiyo hata mabanda yetu yalivyotengenezwa yanaturuhusu sisi kuvuna mkojo wa sungura ambao ni bidhaa yenye thamani kubwa sana kutoka kwenye sungura. Historia ya ufugaji wa sungura, zamani tulikuwa tunaona wanafugwa nje. Nyie naona mnafuga kwenye mabanda. Hebu tueleweshe kwa nini mnafuga kwenye mabanda na hatua za ujenzi wa banda la sungura. Okay, sisi pia kama nimewahi kusema kuwa sisi tunaamini katika kupunguza gharama za uandaji na uendeshaji wa mradi. Tunapunguza vipi gharama? Tunaweza kutafuta material mbadala ambayo hayana gharama kubwa ambayo inaweza kumchosha au ikamuumiza sana mfugaji. Kwa mfano mtu anayetaka kuanza. Sisi hapa tumetumia mbao za aina ya pallets. Hizi mbao huwa zinakuja zimebeba material kutoka nje. Inaweza ikawa ni fridges, ikawa ni vioo. Sasa sisi mara nyingi hizi mbao huwa zinatupwa, huwa hazina kazi. Kwa hiyo upatikanaji wake sio mgumu sana na bei zake ni rahisi sana kulinganisha na zile mbao za kawaida. Lakini pia tumezungusha huu waya mdogo wenye box ndogo kwa ajili ya kumfanya sungura awe comfortable, manake hata akiwa hapa hawezi akawa na changamoto yoyote. Yani yeye kama sungura anaweza kukaa kwenye wavu na asiwe na changamoto yoyote. Kwa hiyo vitu vya kuzingatia, unatakiwa ujue kwanza unafuga sungura mwenye umbile gani. Kama unafuga sungura ana umbile kubwa, maana yake unatakiwa uwe na chumba at least kikubwa kidogo. Kwa mfano sisi vyumba vyetu huwa kina upana wa sentimita 60 na urefu wa sentimita 60 na upana wa sentimita 40. Kwa hiyo hii inaruhusu sungura mmoja mpaka sungura 3 kukaa kwa pamoja, hata kama wakiwa na muonekano wa maumbo makubwa. Nazungumzia hususan German Giant. Kwa hiyo unaweza ukaweka vizuri. Kwa hiyo vitu vya kuzingatia, unatakiwa uwe na material ambayo yanaweza yakawa ni ambayo ya bei ambayo ni ya kawaida, affordable, lakini pia utengeneze kwa kutumia wavu ambao utamfanya sungura awe free na awe huru muda wote. Usitengeneze wavu ambao utamruhusu aidha yeye anase miguu yake au anase shingo yake. Kwa hiyo nyavu kama hizi ndio tunashauri sana. Sungura anakuwa comfortable na anakuwa sehemu ambayo ni salama kabisa. Lakini faida nyingine ya kutumia hizi nyavu, kuna wadudu ambao mashamba yanatofautiana. Kwa mfano sisi shamba letu liko hapa mjini, lakini kuna mashamba mengine ambayo yako nje ya mji. Kwa hiyo panaweza pakawa na changamoto ya wadudu au wanyama wengine wa uwindaji wanaotaka kumuinda sungura. Kwa hiyo kama utakuwa na nyavu ambayo inawaruhusu hao wanyama iweza kupitisha midomo yao au kucha zao, itakuwa ni hatari kwa mradi wako wa ufugaji. Kwa hiyo unatakiwa kutumia hizi nyavu kwa ajili ya kumlinda na kumfanya awe huru sungura wako. Kwa upande wa chini, sakafu ile ambayo sungura anatakiwa asimame, inayokwaje hii?
Okay, sisi hapa tumepitisha pia hizi nyavu, lakini ukiangalia kwa chini kuna bats ambayo ndio inaturuhusu kukusanya mkojo. Na hii bat yenyewe inatakiwa iwe na slope kali ili hata kama sungura atajisaidia kwenye engo yoyote, ule mkojo wake uweze kwa maana ya ulalo. Kwa maana ya ulalo. Hii inasaidia wakati wa kukusanya mkojo na kukusanya mbolea. Manake sungura hawezi kumpangia ajisaidie wapi. Kwa kama hata akijisaidia kwenye engo ya kule mwisho pana mlalo mkubwa wa kukusanya ule mkojo au kinyesi. Kwa hiyo mimi nitakuja nikipokee huku kwenye hii gata. Aya twendeni shambani, wananchi tukalima, tusikae mitaani. Ukiangalia kwenye mabanda yetu kwa ndani kuna baadhi ya vyumba, sio vyumba vyote. Kuna hivi vyumba maalum kwa ajili ya sungura kuzalia. Hichi chumba kinakuwa kimefunikwa sehemu zote na mbao. Kwa nini kimefunikwa sehemu zote na mbao? Na kwamba kija tu sehemu ya upenyo ambayo sungura inamruhusu kuingia. Sungura huwa na tabia ya aibu akikaribia kujifungua, akikaribia kuzaa. Na huwa anapenda kujitenga na sungura wengine, pia kujitenga na macho na mwingiliano wa binadamu. Kwa ndio maana tumetengeneza hicho chumba kwa ajili maalum kwa ajili ya kuzalia. Kwa hiyo sungura akiwa tayari anataka kuzaa, sisi huwa tunajua sababu tuna record zao. Amepandishwa lini, ni lini atajifungua, ni lini atazaa. Kwa hiyo tunakuwa tuna record zao. Kwa hiyo tukijua labda amebakiza wiki moja, tutamuingiza kwenye hicho chumba maalum ambacho kinakuwa na hicho kibox kwa ajili ya yeye kuzalia. Uingizwaji wa sungura hutegemea na aina ya mbegu ya sungura uliodhamiria kuifuga. Kama ni kwa ajili ya mkojo, mbolea, nyama na ngozi. Okay, tumeshatengeneza banda letu, tumeshakamilisha banda letu. Basi tunafanya maandalizi ya kupata mbegu bora na tunashumu kuwa tumeshaipata mbegu bora. Kitu kinachofuata unatakiwa uandae budget au uandae program ya chakula. Hamna mradi ambao ni mrahisi kama mradi wa ufugaji wa sungura. Maana sungura anakula mboga ambazo pia sisi obviously binadamu tunazitumia. Anakula mabaki ya chakula kama ugali ambao pia sisi binadamu tunatumia. Kwa hiyo unatakiwa uwe na mwendelezo mzuri wa malisho. Lakini pia sasa hivi kuna chakula ambacho kinakuwa kwenye mfumo wa punje pellets ambacho kinakuwa kimetengenezwa maalum kwa ajili ya lishe ya sungura. Kwa hiyo kwenye swala la lishe ni muhimu sana, maana lishe bora au chakula kizuri ndio kinakuja kutupa bidhaa bora kutoka kwa sungura. Kwa kitu kinachofuata baada ya kutengeneza mabanda, tunaingiza mbegu yetu ambayo ni bora na ambayo tunakuwa tumetarget tunaifuga kwa ajili ya soko lipi. Lakini pia baada ya hapo tunatakiwa tuwe na budget au program ya chakula ambacho ni bora kwa sungura na kitamfanya sungura atupe matokeo makubwa. Sungura anapenda kula chakula gani na mchakato wa ulishaji wa sungura umekaja hasa? Sungura anakula mboga, anakula majani, anakula chakula kingi chenye asili ya majani. Lakini pia sungura anakula nafaka kama mahindi, kama ngano na mtama pia. Lakini kwenye kumlisha kuna kitu muhimu ambacho unatakiwa ukitambue. Kama utakuwa unamlisha sungura chakula cha nafaka, yani chakula kikavu, inaweza ikawa pumba, ikawa mahindi, ikawa mtama au ikawa mashudu. Unatakiwa umpe pia kiwango fulani cha maji. Lakini wakati unamlisha chakula cha majani, inaweza ikawa mboga kama cabbage, Chinese, tembele. Unatakiwa pia usimpe maji. Maana anapata maji kutoka kwenye kile chakula ambacho ni mboga. Kama utampa chakula kikavu, sungura mmoja anaweza akanywa mililita 30 mpaka 50 kwa siku moja kama anakula chakula kikavu au zaidi ya hapo. Kwa hiyo utahitaji umwekee maji ambayo pia maji unatakiwa unabadilisha kila baada ya muda. Inaweza ikawa baada ya siku moja au baada ya masaa 12 unabadilisha. Maana sungura huwa hana tabia ya kurudia kuyanywa maji ambayo ameanywa kwa muda mrefu. Kwa kila siku unatakiwa hakikisha unasafisha banda lake, unasafisha vyombo vyake vya kulia, pia unambadilishia maji. Sungura anapenda kula chakula kisafi, sio chakula kichafu. Kwa hiyo ukishamuingiza kwenye swala la chakula, unatakiwa hakikisha chakula chako ni kisafi, kisiwe kichafu. Maana kisiwe hakijaharibika, kisiwe kimekaa muda mrefu, kitamfanya sungura akue na kuishi vizuri bila kupata changamoto yoyote, hususan changamoto ya magonjwa. Tumeona kwa mfano mnyama mwingine kama kuku anatumia hydroponic foda. Vipi kwa upande wa sungura? Sungura kwa kiwango kikubwa pia anatumia hydroponics foda, lakini pia hydroponics foda kwetu sisi inategemea sana uwepo au matumizi ya mkojo wa sungura. Kwa hiyo sungura anatupa mkojo, lakini kuna jinsi sisi ya kuchanganya au mkojo na maji
tunapata mbolea ambayo inakuwa kwenye mfumo wa majimaji, ndio tuna spray kwenye hydroponics. Kwa hiyo hydroponics foda ili itokee kwetu sisi tunahitaji uwepo wa sungura kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo sungura anaweza kujitengenezea chakula yeye mwenyewe. Yaani mkojo wake ukatengeneza chakula ambacho chakula akakitumia yeye, lakini pia unaweza kutumia wanyama wengine au ndege wengine. Kuna chakula ambacho nimeambia kipo kwenye mfumo wa punje punje wanaita pellets. Mara nyingi kile chakula huwa wanakitumia sungura wakiwa wadogo, wakati na hata wakubwa. Kile tu kinakuwa na vichocheo vya protini kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo yenyewe sungura hanaga kile chakula cha stages kuwa starter, grower na finisher. Hana hiyo, hajapitia hayo maboresho. Lakini kitu kingine ndio maana nimesema sungura, ufugaji wa sungura ni mradi rahisi sana sababu hauna gharama nyingi kulinganisha na miradi mingine kama ufugaji wa kuku. Aya, twendeni shambani, wananchi tukalime, tusikae mitaani. Mara nyingi wakulima wengi hawakosi changamoto. Vipi kwa upande wa ufugaji wa sungura? Kuna changamoto pia au tutarajie kuvuna tu bila changamoto? Ya, kila mradi una changamoto. Mradi wa ufugaji wa sungura na una changamoto zake. Ikiwemo kuugua, yani kuhara. Sungura waga anapitia kipindi ambacho anatakiwa pewe dawa kwa ajili ya kuzuia kuhara. Lakini pia kitu kingine, pamekuwa na changamoto ya sungura wengi kusumbuliwa na minyoo iliyokomaa, ambayo hii inampelekea sungura kuwa na ukurutu. Aidha inaweza kuwa kwenye masikio au sehemu zake za usoni. Kwa hiyo kuna dawa ambazo mkulima au mfugaji anatakiwa azitumie kwa ajili ya kuondoa huo ukurutu, lakini pia kuna dawa ambazo sungura anatakiwa wanapewa kwa ajili ya kuzuia kutokuhala. Na kuhala mara nyingi inatokea kama atapata nyasi au chakula ambacho sio kisafi, wewe inampelekea kuhala. Lakini pia pamekuwa na changamoto, mtu ana uwezo wa kuzalisha sungura wengi, lakini akapitisha au akawavusha sungura au akakuza sungura wachache. Yaani shida sio kuzalisha sungura. Kuzalisha sungura na kuwakuza sungura ni vitu viwili tofauti. Pamekuwa na changamoto ya sungura wengi kufa kati ya ukiwa na mwezi mmoja mpaka mwezi mmoja na wiki 2 mpaka 3. Hii ni kwa sababu wanatoka kwenye mfumo wa ulaji wao wa kawaida waliokuwa wameuzoea, wanaingia kwenye mfumo wa ulaji wao wa kawaida ambao ni wa kudumu. Yaani sungura alikuwa ananyonya, lakini baada ya hapo anatakiwa ale nyasi kwa muda wote. Kwa kwenye kile kitendo cha kuhama kutoka kwenye kunyonya, yani kula chakula kutoka kwa mama au kutoka kwa mzazi kuja kujitafutia chakula, panakuwa panapitia mabadiliko ya kimwili. Sasa yale mabadiliko ya kimwili usipozingatia maelezo ya kitaalamu, wanaweza sungura wako wakapitia changamoto ya kuumwa, hususan hiyo shida ya kuhara. Sawa, hizo ndizo changamoto za ufugaji wa sungura kisasa. Lakini je, kuna madawa ya kukinga sungura na magonjwa hayo? Madawa yapo aina tofauti tofauti, kwa hiyo inategemea na mtaalamu amekudirect au amekushauri utumie dawa ipi. Lakini kuna kipindi kile ambacho sungura anaachishwa kunyonyeshwa, anatakiwa apewe dawa kwa ajili ya kumsaidia asije akapitia hiyo changamoto. Lakini pia changamoto nyingine, sungura huwa kama yatatengenezwa mazingira ambayo hayatamruhusu yeye kuzaa vizuri, inaweza kumpelekea sungura akawala watoto wake. Na hii changamoto imewakumba wakulima wengi. Kwa sungura amezaa watoto 8, lakini watoto 4 ukikuta wote ni kama vile wametafunwa fulani. Hii huwa inatokana na sungura wakati wa kuzaa unakuta hana chakula cha kutosha. Na kwenye kipindi cha yeye kuzaa kwenye ule wakati wa yeye kuzaa huwa anahitaji kutumia nguvu nyingi kwa ajili ya kuwaleta wale viumbe. Kwa hiyo asipopata chakula au asipokuwa na chakula karibu, huwa inamlazimu kuwala wale watoto, hususan wa kwanza, wa pili na wa tatu, ili kumuongezea yeye energy ya kumfanya endelee kuwatoa wale watoto wengine. Lakini pia mazingira yasipokuwa rafiki, akahisi anataka kubi attacked, yani anataka kushambuliwa, pia anaweza akawala watoto wake kama kudefense kizazi chake, kitu ambacho wakulima wengi hawakijui. Kingine pia nimeona sungura akitaka kuzaa huwa anajinyonyoa manyoya. Ni kwa nini hasa? Na hii ina maana gani kitaalamu? Anajinyonyoa manyoya sababu waga anazaa watoto ambao wanakuwa hawana manyoya kabisa. Kwa anavyojinyoa manyoya, anatengeneza incubation ya kuja kuwatengenezea wale watoto joto mwili. Kwa hiyo ile inakuwa ni kama kiota ambacho kitakuja kiwafunika wale watoto, na yale manyoya mara nyingi huwa inakuwa ni kama sufu. Kwa hiyo huwa na kiwango kikubwa cha joto. Kwa hiyo anavyowafunika pale anakuwa amefunika kwa ajili ya kuwatengenezea joto mwili kwa kipindi fulani. Maana wanazaliwa wakiwa hawana manyoya kabisa. Ni umri upi sahihi wa kuvuna au kuuza sungura?
Okay, lishe bora, mfumo bora wa ufugaji na mbegu bora inaweza kukufanya wewe ukaanza kumuuza sungura mapema zaidi kwa ajili ya nyama au kwa ajili ya mbegu. Yaani mtu mwingine anaenda kufuga. Kama sungura utamlisha vizuri na ulikuwa na mbegu nzuri, kwa ndani ya miezi 6 mpaka miezi 8 unaweza kumuongeza kwenye soko la ushindani, yaani kwenye soko la bidhaa, ukamuuza kama nyama, lakini pia akawa ameshakupa mazao mengine. Na kwa mfano kwa sungura kama German Giant, ndani ya miezi 6 mpaka 8 anaweza akawa amefikia kilo 1 mpaka kilo 2, ambayo kimsingi inakuwa ni kiwango kikubwa kwa nyama kwa sungura. Zipi fursa katika ufugaji wa sungura? Mtazamaji anaweza kutaka kujua nafuga sungura kwa ajili ya nini hasa? Kwenye ufugaji wa sungura kuna fursa nyingi sana. Na japo ndio hivyo, sisi Tanzania tumechelewa sana kuzitambua na bado watu wengi hawajawa tayari kuzitoa na kuzipokea. Cha kwanza, sungura anaweza akatupa vitu vikuu 4. Akatupa nyama, akatupa ngozi, akatupa kinyesi kama mbolea, lakini akatupa mkojo. Kwa tunaweza tukazizungumzia hizi bidhaa zote 4 na faida zake au na fursa zake. Cha kwanza ningependa kuzungumzia soko la kinyesi chake, yani mbolea. Advantage ya mbolea ya sungura, cha kwanza inakuwa ni organic. Kwa watu ambao wanafanya kilimo hai, unaweza kutumia mbolea ya sungura kama mbolea shambani kwako kwa ajili ya kurudisha rutuba ya ardhi, lakini pia kuongeza virutubisho kwenye miche yako. Sungura ana faida kuu moja. Mfumo wake wa umeng'enyaji unamruhusu sungura kumeng'enya paka mbegu au masalia ya mbegu kwenye majani. Kuna changamoto wakulima wengi wanaipitia kuwa wao wanapenda kutumia mbolea ya samadi, yani mbolea inayotokana na kinyesi cha ng'ombe. Lakini mfumo wa umeng'enyaji wa ng'ombe huwa haumruhusu ng'ombe kumeng'enya zile baadhi ya mbegu. Na ng'ombe mara nyingi huwa anakula chakula cha majani. Na mara nyingi majani huwa yamecontain au yamebeba kiwango kikubwa cha mbegu. Kwa hiyo anajikuta mkulima anahamisha mbegu za majani anazipeleka shambani. Kwa hiyo akizifikisha shambani anakutana na challenge tena ya palizi. Yaani anakuwa anafanya mchezo wa kuhamisha mbegu kutoka polini kupeleka shambani. Kwa hiyo inampa wakati mgumu wa kuendesha mradi wake. Atainvesti pesa nyingi au muda mwingi kwa ajili ya palizi. Lakini unapotumia mbolea ya sungura inakuwa haina kabisa hicho kiwango cha mbegu. Maana mfumo wa umeng'enyaji wa chakula cha sungura unamruhusu kuzimeng'enya mpaka mbegu. Kwa hiyo ndio faida kubwa ya zao la mbolea ya sungura. Lakini zao lingine linalopatikana kwenye sungura ambalo ni kubwa sana na inatufanya mpaka sisi kama Malembo Farm tunemeke ni mkojo wa sungura. Mkojo wa sungura imethibitishwa na maabara ya taifa kuwa mkojo wa sungura umebeba mbolea, kiwango cha mbolea cha urea na kiwango cha mbolea cha kani. Kwa mkulima badala ya kutumia mbolea za madukani anaweza kutumia mkojo wa sungura kama mbolea. Lakini mkojo wa sungura una thamani kubwa kwetu na nje ya nchi. Kwetu sisi hapa mkojo wa sungura kwa lita moja ni kati ya shilingi 2,000 mpaka shilingi 10,000. Na hii inatokana na ubora au kiwango cha mkojo wa sungura. Kuna grade A mpaka grade C. Kwa hiyo bei yake ni kati ya 2,000 mpaka shilingi 10,000. Kwa hiyo kwa mfugaji anayefuga sungura anaweza kufaidika sana na mkojo wa sungura. Lakini kitu kingine, kwa sungura anaweza kukupa mkojo mwingi sana. Sungura mmoja kama utamlisha vizuri na kumnywesha vizuri, anaweza kukupa kati ya lita 1 mpaka lita 1.5 ndani ya siku 7. Kwa hiyo kama utafuga sungura vizuri anaweza kukupa mkojo mwingi zaidi, na inategemea aina gani ya chakula unachowalisha. Kama ukiwa unalisha chakula chenye asili ya majani, watakupa mkojo mwingi sana. Kwa hiyo mfugaji au mkulima ananemeka na hiyo bidhaa ya ufugaji wa sungura. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kuongelea kuhusu mkojo wa sungura, kuna watu wengi wanakuwa wanatamani kulima nyumbani, zile bustani za nyumbani, au watu wengi wana garden nyumbani. Kwa hiyo unapotumia mkojo wa sungura unakuwa unatumia kitu ambacho ni organic, hakina kemikali yoyote. Kwa hiyo hakina madhara kwenye afya ya mlaji ukilinganisha na viuatilifu au mbolea za madukani. Lakini kitu kingine cha kuzingatia, mkojo wa sungura unaweza kukupa vitu viwili kwa wakati mmoja. Unaweza kukupa kiuatilifu, yani viuadudu, au ikakupa mbolea. Kwa hiyo kuna jinsi ya kuchanganya ule mkojo na maji, kudilute, ili kupata mbolea au kupata kiuatilifu. Sasa hii kwenye swala kwenye kudilute unatakiwa upewe maelekezo na mtaalamu. Dilute kwa maana ya kuchanganya na maji. Kuchanganya na maji. Unatakiwa upewe maelezo ya kitaalamu. Lakini pia kuna research imefanyika ambayo sio rasmi kuwa mkojo wa sungura unaweza kaua hata
mazalia ya mbu. Kwa hiyo ni moja ya fursa kubwa ambayo inapatikana kwenye sungura. Lakini pia fursa kuu nyingine ambayo inapatikana kwenye sungura ni sungura nyama. Yaani sungura tukishamchinja tunapata ile nyama yake. Ile nyama ya sungura ni free cholesterol. Haina kabisa kiwango cha cholesterol. Rehemu. Yani ni safi kabisa. Kwa hiyo kwa watu ambao wamepata changamoto au wamezuiliwa na matabibu kutumia nyama nyekundu, nyama ya sungura inaweza ikawa ni mbadala kwa kiwango kikubwa. Lakini nyama ya sungura ina kiwango kidogo sana cha chumvi, kwa anaweza kutumia mtu yoyote. Lakini pia panashauriwa sana kwa mtu ambaye amepata stroke kutumia nyama ya sungura. Inarudisha kwa kiwango fulani nguvu kwenye mifupa ambayo imepooza au kwenye mwili ambao umepooza. Hauwezi ukapona kwa 100%, lakini inarudishia kidogo kidogo utimamu wa mwili wako. Kwa hiyo matumizi ya nyama ya sungura ni mazuri, na wenzetu kama China na Japan wanajua thamani ya matumizi ya nyama ya sungura. Kwa hiyo wamekuwa wakitumia nyama ya sungura ikiwa kwenye mfumo wa kupikwa kama ya mchuzi au imechomwa au imekaangwa. Kwa vyovyote wewe mwenyewe unaangalia ni jinsi gani unaweza kutamani kutumia. Kwa hiyo nyama ya sungura ni nyama nyeupe kwa 100%, haina cholesterol, ina kiwango kidogo cha chumvi, pia inatupa nguvu za kutosha kwenye miili yetu. Lakini pia bidhaa nyingine ambayo inapatikana kwenye sungura na ni bidhaa ya mwisho ni bidhaa ya ngozi yake. Ngozi ya sungura inatumika kama urembo. Kwenye urembo inaweza kutengenezwa heleni, inaweza kutengenezwa handbag, inaweza kutengenezwa pouch, inaweza kutengenezwa tablet. Kwa hiyo ngozi ya sungura inafanya vitu kama hivyo, vitu ambavyo vinakuwa vya kuongeza thamani. Wenzetu Kenya wamekuwa wakifanya hii biashara kwa kiwango kikubwa. Wamekuwa wakiuza China kwa kiwango kikubwa ngozi ya sungura. Na mpaka mwaka jana mwezi wa 7, kontena moja la sungura la ngozi ya sungura lenye urefu wa futi 40 ilikuwa inauzwa kati ya bilioni 1 na milioni 200 mpaka na milioni 300 kwa nchi ya China. Na wenzetu Kenya wamekuwa wakifanya hiyo kwa sababu wamekuwa na desturi ya kufuga kwa vikundi, yani wanafuga kwa pamoja. Kama patakuwa na vikundi 10, kila kikundi kitavuna sungura 1000. Maana yake tutakuwa na sungura bilioni 1. Ukiwavuna wale unaweza kupata ngozi nyingi na ukajaza ukauza. Na baada ya kuuza nyinyi kama vikundi mtagawana pesa kulingana na asilimia ya uwekezaji mliokuwa mmeifanya. Kwa hiyo nawaomba wafugaji wenzangu au wafugaji wenzetu waendelee kufuga sungura, lakini wafuge sungura kwa wingi. Yaani soko la sungura linapatikana kama utafuga sungura kwa idadi kubwa. Sio unafuga sungura 3 unataka uuze ngozi. Sio unafuga sungura 4 unataka upate soko endelevu la nyama au soko endelevu la mkojo. Kwa hiyo ili tupate soko zuri ambayo itakuwa ni imara, yani itakuwa strong, tutakiwa tufuge kwa wingi na ikiwezekana tufuge kwa vikundi. Pia imekuwa ikitumiwa kama urembo. Kwa sababu gani? Sungura ni mnyama fulani rafiki sana. Na ukimwangalia kwa macho huwa anavutia. Hususan rangi zake. Kuna sungura wa rangi mbalimbali. Muonekano wake, upole wake na tabia yake ya unyenyekevu na upole huwa inamfanya mtu amtumie kama pambo au urembo. Lakini pia sungura anauelewa, unaweza ukamtrain akawa na respond vitu au maelekezo kama unamfundisha au maelekezo. Unaweza kumuita akaja, unaweza kumwambia asifanye kitu fulani akaacha, unaweza kumwambia elekee sehemu fulani akaelekea. Kwa hiyo kutokana na sifa yake ya uelevu pia sungura anatumika kama urembo. Kwa hiyo ni fursa nyingine inapatikana kwenye sungura. Unaweza kaenda kwenye familia ya mtu fulani, yeye ana sungura lakini huwa anawaruhusu paka wanafika dining room, anawaruhusu paka wanafika sebreni, anawaruhusu paka hapo kwenye kibaraza. Hawana shida kabisa, ni rafiki, wanaelewa na wana upendo. Sio wanyama waharibifu, sio wanyama wakorofi. Mambo gani muhimu ya kuzingatia katika ufugaji wa sungura kisasa? Kitu cha kuzingatia kwenye ufugaji wa sungura, nilishauri mara ya kwanza tusiwe na tabia ya kuwapandisha sungura ndugu. Ukiwapandisha sungura ndugu unakuwa na uwezekano mkubwa wa kupoteza ubora wa mbegu. Maana ni mbegu ambayo itakuwa ni aina hiyo. Kwa hiyo ubora wake utakuwa unapungua kwa kiwango fulani. Lakini pia ukiwaweka kwa pamoja, sungura ukiwafuga kwa pamoja, uwezo wao wa kujamiana unakuwa ni mdogo, maana wanazoeana sana. Kwa hiyo ni vitu vya kuzingatia. Lakini kitu kingine cha kuzingatia, kumekuwa na wakulima ambao wamekuwa hawapumzishi sungura wao. Yaani sungura anazaa leo, kesho unampa dume, na kama unavyojua sungura haingii kwenye joto, maana ukimpa dume anaweza na kushika mimba.
Kwa hiyo unajikuta sungura amezaa ndani ya mwaka mmoja amezaa mara 12 mpaka mara 11. Sasa hii kitaalamu haturuhusu. Sungura anatakiwa azae kwa mwaka mara 6 au mara 5. Kwa hiyo awe na mwezi mmoja wa kupumzika au wa kuwalea wale watoto. Kwa hiyo hichi ni kitu cha kuzingatia. Mpe sungura dume au mpandishe mwezi mmoja baada ya kujifungua. Maana yake anakuwa ameshawahudumia wale watoto, amewaachisha na wanakuwa wameshakuwa kwenye afya njema. Miongoni mwa wanyama ambao wanaweza kukupa faida ya kuzaliana kwa haraka ni sungura. Sungura ni baadhi ya wanyama wadogo wadogo ambao hawaingii kwenye joto. Kwa hiyo ana uwezo wa kuzaa haraka sana. Yaani ana uwezo wa kuzaa kila mwezi, japo kitaalamu haturuhusu. Kwa hiyo mkulima au mfugaji anaweza akaanza na sungura tuseme labda 2, lakini ndani ya mwezi mmoja anaweza akaja akawa na sungura mpaka 12 mpaka 15. Ukijumlisha mzazi, ukijumlisha dume pamoja na watoto ambao watakuwa wamezaliwa. Mtazamaji wa TBC1, binafsi nimehamasika sana na ufugaji wa sungura. Kutokana na fursa zake ambazo ni kemkem. Basi ukikosa nyama basi hata kwenye mbolea sungura atakufaa. Hata mkojo wake pia bado ni fursa. Achana na ngozi ambayo pia soko lake ni kubwa sana duniani. Ulikuwa nami James Lorombo na nikuahidi wiki ijayo mambo mazuri yatazidi kukujia hapa hapa shambani ya TBC1.